Tunahitaji kweli mtu si atufundishe namna ya kula vizuri? Hapana, kwa sababu hapa Njombe sisi tunazalisha kila kitu. Kwa nini watu wale makande peke yake? Makande ni chakula kizuri. Mimi ni mojawapo ya chakula. Mimi nimesoma Suji Kilimanjaro. Tulikuwa tunakula makande shule. Lakini makande ya huku haiwezekani tunapika makande Jumatatu. Mnasimamia wastani wa mikoa mingapi? Mikoa 4 ambao ni Njombe, Songea, mnasimamia Njombe, Ruvuma, Lindi na Mtwara. Na nilikuwa naona bajeti yenu pale zaidi ya shilingi bilioni 84, zaidi ya 84%, ambayo zaidi ya shilingi bilioni 80 ziko kwenye kazi. Asilimia kama 16 ndio iko kwenye shughuli za kiutawala. Hiyo inatuonyesha namna gani ambavyo ninyi wafadhili wangetamani kuona matokeo. Wito wangu kwenye hili ni watu wote ambao wanafanya kazi na sisi, NGO, ziige hiki ambacho Compassion wanafanya. Tuweze kuwa na miradi ambayo inazungumza na jamii yetu. Hapa Njombe tumekuwa na historia ya NGO nyingi sana toka tulipoanza kampeni za ukimwi. Ukiona hela za NGO zilizotumika Njombe na matokeo ya kazi iliyofanyika havifanani. Lakini leo Compassion mtaona katika moja ya miradi wanayoifanya ni pamoja na miradi ya mboga mboga kwenye mashule. Tuna shule kama 40 hivi ambazo Compassion wameanzisha miradi ya bustani za mboga mboga. Na haya ndio mambo ambayo wakati mwingine nimekuwa nikizungumza hata na halmashauri zetu kwamba hatuhitaji wafadhili ili kufanya bustani za mboga mboga. Kwa sababu mbegu ya mchicha ya kulima matuta 10 ni shilingi 5,000. Mchicha hauna gharama ya kupulizia. Unavuna mchicha ndani ya siku 21. Mbegu ya kulima spinach Chinese ni shilingi 5,000. Haihitaji dawa ya kwenda kumwagilizia. Ni mboga ambazo tunapashwa sisi wenyewe tuweke utamaduni wa kuzilima kwenye maeneo yetu. Hawa watoto wadogo hawa ambao kwenye Ukristo tunawafundisha mafundisho ya kiroho kule kwenye Sunday school. Mimi Mkatoliki, nimekuwa Viwawa nikiwa mtoto mdogo, nimekuwa TYCS nikiwa mwanafunzi, ambao tuna UKWATA kwa Waruteli, tuna Kasfeta kwa makanisa ya Kilokole, tuna ASA kwa Wasabato, tuna TYCS kwa Wakatoliki, tuna Tamsia kwa Waislamu. Wao Wakristo wana Sunday school, kwenye Uislamu kuna madrasa. Lakini mimi nilipokuwa mtoto mdogo, wakati nasoma mafundisho ya kanisa, moja ya majukumu tulikuwa tunafanya ni kutunza bustani zetu, matuta yetu ya mboga mboga. Kwa hiyo unapoanza kusoma mafundisho mpaka unapofikia kwenye kupata kipaimara, ulishavuna mchicha, ulishavuna bilinganya, ulishavuna Chinese, ulishavuna spinach. Na sisi mapadri walikuwa wanaleta spinach na Chinese huko vijijini tulikokuwa, kwa sababu mboga ambazo tulizizoea vijijini ni kisamvu, majani ya maboga, majani ya kunde. Lakini kwa sababu ya mafundisho kanisani mnakuwa na matuta mnapewa. Kwa hiyo unamwagilizia na baadaye kila mmoja anaanza kufurahia, kwa sababu mnaandaa tuta la mchicha, mnaletewa mbegu, mnafundisha namna ya kuzisia, na baadaye mnamwagilizia. Mnaenda mnasoma shuleni Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Unaenda Jumamosi unaona mbegu zimechipuka, imetoka chini. Baada ya siku 14 unaona zimekuwa kubwa. Siku 21 mnavuna. Mnachukua mchicha, mnafunga kwenye mafungu, mnauza shilingi 20. Moja ni concept ya ujasiriamali ambayo inamjenga mtoto akiwa bado mdogo. Lakini 2 inamsaidia mtoto, kwa sababu zile mboga sisi tulikuwa tunatoka pale tunarudi nyumbani. Kwa tukirudi nyumbani tunaanza sisi wenyewe kupanda mchicha. Lakini tunapoona maboga tulikuwa hatuyaharibu, kwa sababu tunajua kwamba hii ni mboga. Kwa hiyo hatukuhitaji campaign ili kuweza kula mboga za majani, kwa sababu ni kitu ambacho mnakiona. Lakini tumeenda kwenye mashule. Mimi nimesoma shule ya kanisa Katoliki. Kule kwenye mashule unaanza form 1 unapewa mgomba wako. Kwa hiyo unaanza kupanda mgomba, unamwagilizia. Unafika form 4 unakula mkungu wa ndizi kutoka kwenye migomba ambao ninyi mlipanda mkiwa form 1. Lakini bado mnakuwa na cabbage ambazo baada ya siku 90, siku 120 mnavuna cabbage za kwenu,
zinachanganywa kwenye maharage, mnakula chakula, unapata skill, unapata ule ujuzi kutokea kwenye elimu yako. Kwa hiyo miaka minne unatoka na kitu, na ndio maana hata watoto wanaoimba hapa ni kitu ambacho tumekifanya shule. Tukiwa shuleni, mkiwa watoto wadogo, unaimba ngonjera, unaimba kwaya, mnafanya maigizo. Unapokuja sekondari huku mnaanza kuongeza vitu vingine, jiving, acrobatics. Lakini shule ya msingi watoto wanashindana kuandika insha, wanaandika insha, wanafanya vitu vingi ambavyo ni vya msingi vya kawaida. Nilikuwa namtania pale mdogo wangu pale kwenye mabanda, kwenye michezo ya watoto, kwamba kwani mtoto mdogo anaweza kujifunza utundu gani? Anachukua matope, anatengeneza ng'ombe, anachukua matope, anaumba gari, anachezea pale, anafanya matakataka, anatengeneza mpira, sembo. Nisikiza kwake. Wala tunaja kuhangaika na vitu vingi artificial. Anaenda kwenye limeza pale, anapiga, anaona kwamba anapiga ngoma. Nisikize. Sasa wa kwetu wa siku hizi akienda tu kwenye nyasi, ameenda kwenye nyasi. Hawezi ukalea watu wa hivyo. Huwezi ukalea mtoto binadamu kama broiler kuku. Huwezi. Kwa hiyo compassion, vile vitu ambavyo mnavifanya ni vitu ambavyo mwenyekiti wa halmashauri ya Makambako nimekuona hapa. Una shule ngapi za msingi Makambako? Shule 51. Shule ngapi za sekondari? Ni swala kuamua tu kwamba kila shule tunaweka hapa matuta mchicha, matuta Chinese, matuta spinach. Shule zinafunguliwa mwezi wa kwanza, zinafungwa mwezi wa 4 kwa ajili ya Pasaka. Wakipanda cabbage mwezi wa kwanza, watazivuna wakati wanaenda kwenye kufunga likizo fupi, na watatumia kwa shuleni. Hauhitaji kununua cabbage. Wala hauhitaji kununua cabbage. Tuweke haya mambo yawe ni mambo ya kawaida. Na ndio maana niliwaambia watu wa Njombe, hauna sababu leo ya kupanda mti wa kivuli. Unapanda mchongoma, ukusaidie nini? Unapanda mchongoma, unakuangushia maua, ukusaidie nini? Pale nyumbani kwako, tuchukulie kwamba kiwanja chako ni kutoka tenti hili mpaka tenti hili. Hapa pembeni weka miti 5 ya parachichi. Pembeni hapa weka miti 5 ya parachichi. Ni miti 10. Parachichi mti mmoja, ukifika miaka 5 umetunzwa vizuri nyumbani, hauwezi ukakosa shilingi 300,000. Kwa hiyo una biashara moja kwa moja nyumbani. Na miti inayotunzwa vizuri, miti ya matunda inayotunzwa vizuri nyumbani, inatoa matunda mazuri sana. Kwa sababu pale nyumbani una mauchafu mengi ambayo huna cha kufanyia. Umepika ugali, maokoko yake ukimwaga kwenye miti, baada ya muda ni mbolea. Umepika viazi, yale maganda uliomenyea ukiweka kwenye miti, baada ya muda ni mbolea. Umeenda umechukua maji yako, umeoga, maji yaliyotumika kwenye kuoshea vyombo umemwaga pale, ni mbolea. Ule mti unastawi kwa sababu wakati wote una mfumo wa maji bila kutegemea mvua. Nenda kwenye miparachichi iliyoko kwenye miji ya watu, ni mparachichi mkubwa, una afya. Mimi kuna mtu nimeenda kumtembelea hapa Njombe,